ya Luhemba, na kwamba hakubahatisha. Huo ndo uwezo wake aliozaliwa nao kutoka. Kwa hiyo watu wote ambao wameshapigwa chenga ya namna hile wasijisikie unyonge. Alianza yule bwana pale Amani, akafanywa vibaya, akabaki anagalauka, na leo kapigwa kijana wa B19. Chenga ya Damaro inaendelea. Ni ya kila mtu. Kila mtu atakutana na chenga ya Damaro. Sawa, semaji nadhani tumemaliza kuhusiana na B19 sasa. Sawa. Tuende kwenye taarifa ya bodi ya ligi kuhusiana na kamati ya saa 72 kuhusiana na matukio ambayo yalitokea kwenye dabi ya Kariakoo. Kubwa zaidi ikiwa ni kinukuu pale bao halali kukataliwa. Klabu ya Simba mnatoa tamko gani kuhusiana na hilo bao halali ambalo limekataliwa? Hatuwezi kuichambua taarifa ya kamati ya saa 72 ama taarifa ya bodi ya ligi. Ile ni taarifa, ni maelekezo, ni adhabu. Kinachofuata ni utekelezaji. Kama umeadhibiwa unakwenda kwenye adhabu yako, kama umeonywa unapokea onyo lako, kama hivyo yani. Na kamati ya saa 72 ni kamati ambayo maamuzi yake hayakatiwi rufaa wala hayapingwi. Hata ukifanyaje unakuwa tu unachemsha mawe. Sisi tumepokea taarifa ile. Ni taarifa yenye pande mbili, inafurahisha na inaumiza, kwa sababu tulitaka baada ya kuthibitishiwa kwamba bao halali, basi kama kanuni ingekuwa na ruhusu, basi bao letu lifanye kazi kwenye ule mchezo, lakini haiko hivyo. Sisi tunashukuru wale wote ambao wameadhibiwa, lakini tunaendelea na mapambano. Bahati nzuri hatujatakiwa sisi kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo waliotakiwa kutoa ufafanuzi ndio watatoa ufafanuzi kama kanuni zinawaruhusu. Na pia kuhusiana na nyota wenu Selemani Mwalimu, huko nyuma kina Kante, kina Baka waliwahi kufungiwa mechi 5-5, lakini safari hii kulinganisha na matukio ni kama yale ambayo yaliwahi kutokea kwa hao nyota wengine, inaonekana ni kama kidogo amependelewa kwa adhabu ambayo ameipata. Kila adhabu ina kanuni yake. Kila mtu anaadhibiwa kulingana na kanuni yake. Kwa mimi nadhani tujipe muda tukasome taarifa ya kusimamishwa kwa Soa, taarifa ya kusimamishwa kwa Kante na kanuni gani imenukuliwa, alafu tuje tusome taarifa ya kusimamishwa kwa Selemani Mwalimu, kanuni gani imenukuliwa. Tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kujua nani amefanya kosa gani. Tusikariri kwamba lazima huyu kafungiwa mechi 5 na huyu kafungiwa. Kwa tuleni tukasome taarifa hizi mbili, tujue kwa kina kwa nini Soa mechi 5, kwa nini Kante mechi 5, kwa nini Selemani Mwalimu mechi 3. Tutakuwa kwenye nafasi nzuri kwa sababu Mwalimu hajasimamishwa from the blue, amesimamishwa kulingana na kanuni. Kwa tusome kanuni iliyomwadhibu. Baada hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuhoji kama ni halali ama si halali. Kwa maana hiyo semaji ambao wanahoji hawajasoma. Bila shaka. Sema uzuri wake ni kwamba hawajanihoji mimi ama hawajatuhoji sisi, kwa hatuwezi kujielezea. Ingekuwa ametuhoji sisi, atungeelezeana vizuri tu. Wanasemaje, tumalize na Singida next match away? Ya tunataraji kuondoka Jumatatu Mungu akipenda, kuelekea Singida, na tutakuwa na michezo mitatu ugenini ambayo hii tunaiita jina Triangle 9. Tuna mechi Singida, tukitoka Singida tunakwenda Arusha kucheza na TRA, tukitoka TRA tunakwenda Mwanza kucheza na Pamba. Kwa ukiangalia hii unapata triangle, na hii ni triangle ambayo inatakiwa kuzaa alama 9. Kwa hiyo ni Triangle 9. Kwa hiyo Jumatatu Mungu akijalia tutaanza safari ya kuelekea Singida. Of course nakwenda kucheza mechi ngumu, muda wake ukifika tutaidadavua vizuri kweli mechi hii, na baada hapo tutakwenda kukutana na TRA na mwisho tutakwenda kumalizia na Pamba. Ni mechi jiwe zote ni mechi ngumu, lakini tutapambana nazo.
ya Luhemba, na kwamba hakubahatisha. Huo ndo uwezo wake aliozaliwa nao kutoka. Kwa hiyo watu wote ambao wameshapigwa chenga ya namna hile wasijisikie unyonge. Alianza yule bwana pale Amani, akafanywa vibaya, akabaki anagalauka, na leo kapigwa kijana wa B19. Chenga ya Damaro inaendelea. Ni ya kila mtu. Kila mtu atakutana na chenga ya Damaro. Sawa, semaji nadhani tumemaliza kuhusiana na B19 sasa. Sawa. Tuende kwenye taarifa ya bodi ya ligi kuhusiana na kamati ya saa 72 kuhusiana na matukio ambayo yalitokea kwenye dabi ya Kariakoo. Kubwa zaidi ikiwa ni kinukuu pale bao halali kukataliwa. Klabu ya Simba mnatoa tamko gani kuhusiana na hilo bao halali ambalo limekataliwa? Hatuwezi kuichambua taarifa ya kamati ya saa 72 ama taarifa ya bodi ya ligi. Ile ni taarifa, ni maelekezo, ni adhabu. Kinachofuata ni utekelezaji. Kama umeadhibiwa unakwenda kwenye adhabu yako, kama umeonywa unapokea onyo lako, kama hivyo yani. Na kamati ya saa 72 ni kamati ambayo maamuzi yake hayakatiwi rufaa wala hayapingwi. Hata ukifanyaje unakuwa tu unachemsha mawe. Sisi tumepokea taarifa ile. Ni taarifa yenye pande mbili, inafurahisha na inaumiza, kwa sababu tulitaka baada ya kuthibitishiwa kwamba bao halali, basi kama kanuni ingekuwa na ruhusu, basi bao letu lifanye kazi kwenye ule mchezo, lakini haiko hivyo. Sisi tunashukuru wale wote ambao wameadhibiwa, lakini tunaendelea na mapambano. Bahati nzuri hatujatakiwa sisi kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo waliotakiwa kutoa ufafanuzi ndio watatoa ufafanuzi kama kanuni zinawaruhusu. Na pia kuhusiana na nyota wenu Selemani Mwalimu, huko nyuma kina Kante, kina Baka waliwahi kufungiwa mechi 5-5, lakini safari hii kulinganisha na matukio ni kama yale ambayo yaliwahi kutokea kwa hao nyota wengine, inaonekana ni kama kidogo amependelewa kwa adhabu ambayo ameipata. Kila adhabu ina kanuni yake. Kila mtu anaadhibiwa kulingana na kanuni yake. Kwa mimi nadhani tujipe muda tukasome taarifa ya kusimamishwa kwa Soa, taarifa ya kusimamishwa kwa Kante na kanuni gani imenukuliwa, alafu tuje tusome taarifa ya kusimamishwa kwa Selemani Mwalimu, kanuni gani imenukuliwa. Tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kujua nani amefanya kosa gani. Tusikariri kwamba lazima huyu kafungiwa mechi 5 na huyu kafungiwa. Kwa tudeni tukasome taarifa hizi mbili, tujue kwa kina kwa nini Soa mechi 5, kwa nini Kante mechi 5, kwa nini Selemani Mwalimu mechi 3. Tutakuwa kwenye nafasi nzuri kwa sababu Mwalimu hajasimamishwa from the blue, amesimamishwa kulingana na kanuni. Kwa hiyo tusome kanuni iliyomwadhibu. Baada hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuhoji kama ni halali ama si halali. Kwa maana hiyo samaji ambao wanahoji hawajasoma. Bila shaka. Sema uzuri wake ni kwamba hawajanihoji mimi ama hawajatuhoji sisi, kwa hatuwezi kujielezea. Ingekuwa ametuhoji sisi, atungeelezea vizuri tu. Ya tunataraji kuondoka Jumatatu Mungu akipenda, kuelekea Singida, na tutakuwa na michezo mitatu ugenini ambayo hii tunaiita jina Triangle 9. Tuna mechi Singida, tukitoka Singida tunakwenda Arusha kucheza na TRA, tukitoka TRA tunakwenda Mwanza kucheza na Pamba. Kwa ukiangalia hii unapata triangle, na hii ni triangle ambayo inatakiwa kuzaa alama 9. Kwa hiyo ni Triangle 9. Kwa hiyo Jumatatu Mungu akijalia tutaanza safari ya kuelekea Singida. Of course nakwenda kucheza mechi ngumu, muda wake ukifika tutaidadavua vizuri kweli mechi hii, na baada hapo tutakwenda kukutana na TRA na mwisho tutakwenda kumalizia na Pamba. Ni mechi jiwe zote ni mechi ngumu, lakini tutapambana nazo.